Ya, nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaingiza mguu mmoja kwa sababu tuna uzoefu na mashindano haya, na situation kama hii ilishawahi kutukuta. Ya, kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama haya. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Ya, ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Ya, nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya. Ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama alivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata tuzo kama hizi ambazo ziko mbele yetu. Ya, ni kweli nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana. Ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90. Lazima moment zote ziwepo. Kuna kipindi mpinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Ya, swala la Nangu liko vizuri. Bajabiri kishaanza mazoezi, sasa hivi ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha ameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Ya, nafikiri nimekwisha kujibu mwanzoni. Kweli tuna mtaji wa goli tatu. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi, lakini tusiruhusu nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline ya hali ya juu sana katika mchezo wa kesho. Ya, kikubwa kwanza ni wape pole kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kiukweli wamekuwa wakija kutupa support sana na wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani. Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi na wao nafikiri wamekuwa wakitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu. Ni siku yetu na waomba wana Simba waje kwa wingi watupe support, na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanye kesho. Habari za asubuhi. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili. Utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika wiki nzima. Kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita, walimu wamejaribu kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika mchezo huu. Utakuwa ni mchezo mzuri na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Tunaongoza goli 3 ambazo tumezipata katika mchezo uliopita. Dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika 90 nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika hatua ya makundi kwa kishindo kikubwa, kwa sababu kutokana na miaka mingine yote iliyopita hatua kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi ziko tofauti na hii ambayo tunaongoza goli 3. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri. Mimi binafsi kama ulivyouliza nimekuwa katika kinyang'anyiro cha tuzo. Kitu cha kwanza ambacho mimi huaga nakifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo
na tunafanya vizuri na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuja yanakuwa mbele, alafu mimi nafuata nyuma. Kama nilipotangulia kusema kwamba mchezo wa kwanza tuliweza kucheza tukashinda goli 3 kwa 0. Hatukuweza kuruhusu goli, lakini kulikuwa na makosa mengi tumeweza kuyafanya. Hususan katika defensive tuliweza kufanya makosa mengi. Kwa hiyo yale makosa ambayo yote tuliyofanya, ingawa tulikuwa tujaruhusu goli, walimu waliweza kuona, na ndio maana tukarudi katika viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi ili kuweza kuyapunguza makosa yasiweze kuwa mengi. Kwa hiyo na imani kutokana na mazoezi ambayo tumeyafanya na makosa yote ambayo tumeweza kurekebisha kutoka katika benchi letu la ufundi, kwa hiyo na imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa vizuri, na yale makosa yote ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita yote atakuwa yamepungua, na nadhani kwa upande wetu sisi mabeki utakuwa uko salama zaidi, na tunawaachia eneo letu la ushambuliaji waweze kufanya kazi ya ziada ambayo walioifanya iwe zaidi ya ile walioifanya katika mchezo uliopita. Cha kwanza naweza kusema kwamba ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika mgongo wangu kuhakikisha kila hatua tunayofikia tuweze kufanya vizuri ili kuweza kufikia yale malengo ambayo ya klabu na mashabiki na wanachama wote wa Simba wamejiwekea katika msimu huu. Kwa hiyo najua na majukumu mazito yapo katika mgongo wangu na niko tayari kuyabeba kuhakikisha kile ambacho tunakihitaji. Nimekuwa katika misimu mingi na nimepata kufundishwa na walimu mbalimbali. Kila mwalimu anapokuja anakuwa na filosofi yake na anakupa majukumu mapya ambayo wewe unatakiwa kuyafanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba msimu huu kuna majukumu mengine mapya ambayo nimeweza kupewa, na naweza kusema kadri mazoezi tunapozidi kufanya mazoezi, kwa hiyo yale majukumu ambayo nimepewa naendelea kuyatekeleza vizuri, na imani baada ya wiki kadhaa itakuwa ni 100% nitakuwa nayatekeleza vile mwalimu anapotaka. Tofauti upo kwa sababu aina ya uchezaji inakuwa ni mpya na vile vitu ambavyo tunavyofundishwa ni vipya. Kwa hiyo na imani kwamba uchezaji utaonekana ni mpya kwangu mimi na majukumu nitakayokuwa nayafanya ndani ya uwanja atakuwa ni mapya. Kwa hiyo nachowaomba mashabiki, viongozi, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko na. Inshallah naweza kusema kwamba kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu kitakuwa vizuri.